Hali gani mwanamichezo wa Hotbiz TV? Kama bado haujasubscribe channel yetu, tunakuomba sasa hivi bonyeza neno liandikwa subscribe, kisha like, share na comment. Leo kwenye taarifa za kimichezo tulizonazo, taarifa huenda ikawa nzuri sana kwa timu pinzani na huenda ikawa mbaya zaidi kwa timu husika. Kwenye soka neno thank you huwa linamaanisha mwisho wa safari ya mchezaji ndani ya club. Lakini leo klabu ya Young Africans kupitia kwa msemaji wao Ali Kamwe imetoa taarifa iliyoshitua na kugeuka gumzo kubwa sana kuhusu kiungo mshambuliaji raia wa Ivory Coast Pacome Pedro Zouzoua. Ali Kamwe ameweka wazi kuwa Yanga hawatamjumuisha Pacome kwenye kikosi cha msimu huu. Mshangao kawa mkubwa sana mtaani. Je, Pacome ameuzwa? Mkataba wake umevunjwa? Au ni nini kinachoendelea nyuma ya kapeti? Hili ni swali ambalo hata wewe mwanachama na shabiki wa Yanga ulikuwa unajiuliza sana. Kamwe amefafanua kuwa Pacome bado ni mchezaji halali wa Yanga akiwa na mkataba miaka miwili, lakini kutokana na ushauri wa madaktari wamelazimika kuchukua maamuzi magumu ya kumweka pembeni ili atibiwe kikamilifu. Ahadi pale taarifa rasmi itakapotolewa kwamba yuko tayari fundi wa boli kurudi uwanjani na kuwatumikia wananchi. Yes, kwanza nipende kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, namba moja, Pacome ni mchezaji wetu, amesalia na mkataba kwenye klabu yetu ya Yanga, lakini kwa ushauri ambao tumepata kwa madaktari, Pacome hatutakuwa naye next season. Kwa hiyo klabu itachukua jukumu lote la kumhudumia kama ambavyo tumefanya kwa wachezaji wengi huko nyuma. Tutamhudumia, ataendelea kuwa kwenye klabu yetu, atapata haki zake zote ambazo anapata kama mchezaji, lakini tumemuondoa kwenye dirisha letu la usajili. Yaani wachezaji ambao tutawasajili kwa ajili ya msimu ujao, Profesa tumemuondoa. Tunataka apone vizuri. Akishaimarika inshallah atarudi msimu ujao kuja kuipambania Yanga yetu. Kwa hiyo habari ni kwa Pacome Zouzoua hatutakuwa naye kwa next season, kwa sababu mbi tumuondoe, tumpe muda wa kutosha aweze. Kwa hiyo daktari akituambia ni miezi 4, ni miezi 5, mimi sitawaambia wewe hakuna shida. Muhimu Pacome anatakiwa apatiwe matibabu sahihi na arikave akiwa vizuri ili next season tumpate akiwa kamili. Kwa hiyo taarifa ambayo nimeona nitoe kwa Pacome Zouzoua. Karibu. Ali Kamwe alirejea mifano ya nyuma akisema Yanga na utamaduni wa kuwalinda wachezaji wao pale tuendapo wanapopata majeraha makubwa kama walivyofanya kwa Yao Kouassi, Jobu Dickson na Clement Mzize ambao walitibiwa kwa uvumilivu mkubwa hadi wakarejea tena uwanjani kwa viwango vya juu, na ndivyo atakavyofanya kwa fundi wa boli, fundi wa mali Pacome Pedro Zouzoua. Leo kwenye makala hii maalum tunakwenda kutazama safari hii ya maumivu na upendo tangu rafu ile mbaya ya ambulance kutopokea medali, ziara ya Rais Daktari Samia, Mzee Saidi wa Simba, na jinsi usajili mpya unavyopunguza hofu ya wananchi. Ili kuelewa chanzo cha hofu hii kubwa miongoni mwa wananchi, inabidi turudi nyuma siku ile ya mechi ya ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Mechi ambayo Yanga walishinda kwa ushindi mnono wa mabao 3 kupitia kwa wachezaji wao Prince Dube, Max Nzingeri na Depo, ambaye baada ya kufunga alionyesha jezi yenye ujumbe wa kumtakia afya njema fundi wa boli Pacome. Lakini nyuma ya ushindi huo mkubwa kilitokea kitendo kilichosimamisha mioyo ya mashabiki wote. Pacome Zouzoua alichezewa rafu mbaya na kutisha mno, moja kati ya rafu mbaya na za hatari zaidi kuwahi kushuhudiwa kwenye ligi kuu ya NBC hivi karibuni. Rafu hiyo haikuwa tu ya kuanguka kawaida. Mguu wa Pacome ulipata pigo zito lililopelekea mguu kuvunjika na kifundo cha chini cha mguu kugeuka kabisa. Taswira ile ilikuwa ya kutisha na yenye maumivu makali mno, hivi kwamba ilibidi gari la dharura la ambulance liingia moja kwa moja uwanjani kumkimbiza Pacome hospitalini.
Tukio hilo lilimnyima Pacome fursa kuungana na wenzake jukwani kupokea medali na kunyanyua kombe la ubingwa siku hiyo. Wakati wenzake wakisherehekea uwanjani, Pacome alikuwa kwenye chumba cha dharura hospitalini akipigania afya yake, jambo lilipelekea hofu na simanzi nzito kutanda kwa wananchi wote nchini. Baada ya kukimbizwa hospitalini, kitanda cha Pacome kiligeuka kuwa kituo cha kuunganisha soka la Tanzania kupitia utu na upendo. Kwani uongozi wa JKT Tanzania pamoja na yule mchezaji aliyemchezea rafu mbaya Pacome walifika hospitalini kwa unyenyekevu mkubwa, wakiwa wamejaa majuto na huzuni. Walikaa pembezoni mwa kitanda chake na kufanya dua maalum ya pamoja kumwomba Mwenyezi Mungu amponye haraka, kitendo kilichogusa mioyo ya watu wengi sana na mashabiki wa soka Tanzania. Sio hayo tu, viongozi wa juu wa Yanga wakiongozwa na rais wa klabu Engineer Hersi Said pamoja na mdhamini mkuu Ghalibu Said Mohamed walifika hospitalini na kuhakikisha kuwa klabu haitasita kutumia kiasi chochote cha fedha kuhakikisha Pacome anapata matibabu ya kiwango cha juu zaidi duniani. Pia soka la ushindani liliwekwa pembeni pale uongozi wa Azam FC ukiongozwa na kocha wao mkuu Florent Ibenge walipofika hospitalini kumfariji Pacome. Ibenge alionyesha mapenzi makubwa kwa mchezaji huyo raia wa nyumbani kwao, akimpa maneno ya matumaini kuwa atarudi akiwa imara zaidi. Pigo hili la Pacome liligusa hadi ngazi za juu kabisa za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, alitenga muda wake na kwenda hospitalini kumtembelea na kumjulia hali Pacome Zouzoua. Kitendo hiki cha Mheshimiwa Rais kilionyesha jinsi Pacome alivyokuwa sio mchezaji tu wa Yanga, bali alama na kivutio kikubwa cha ligi kuu ya Tanzania bara. Mama Samia alimpa pole na kumhakikishia dua za Watanzania wote. Na kwenye mtiriko huo wa wageni hukuweza kumtenga Mzee Saidi. Mzee Saidi, shabiki maarufu wa Simba Sports Club, aliyejizolea maarufu mkubwa hivi karibuni kutokana na uchambuzi wake wa mpira wa kuchekesha na kuwavunja mbavu, naye pia alifika hospitalini kumjulia hali Pacome. Mzee Saidi, licha ya kuwa Msimbazi damu, aliweka utani wa jadi pembeni na kuonyesha utu wa hali ya juu. Ziara yake ilileta tabasamu na kicheko kidogo kwa Pacome katikati ya maumivu makali, ikithibitisha kuwa mpira ni urafiki na sio vita. We babu, we mbaya. We babu mashine. Alikusanya watu, mwanangu alitembea na kijiji na mimi mama yangu zoazoa. Kwa kwenye kibendera kule Warabu. Mwanangu anahema jasho linamtoka, kamzungusha. Akamleta huku mwanangu akaiweka kwenye kagonga mwamba, ikatoka nje. Akasema kazi ya zoazoa hiyo. Nyumba nyeupe. Unaharibu majina ya watu. Mtoto wake hapa tumetoka kugombana naye, ananiambia bana amesema nani? Zouzoua. Na Zouzoua ananiambia no, Zouzoua. Kazi yake Zouzoua watu. Ingawa majeraha ya Pacome na taarifa za kutomjumuisha kikosini yaliingiza hofu kubwa kwa wananchi kuhusu safu yao ya ushambuliaji msimu huu, uongozi wa Yanga haukukaa kinyonge wala kulala. Hofu hiyo ya mashabiki imepungua kwa kasi kubwa baada ya Yanga kufanya kufuru kwenye soko la usajili. Yanga imetambulisha rasmi mashine mpya kadha wa kadha. Winga Hossein Zakwani kutoka Al Zulfi FC ya Saudi Arabia, beki kisiki Sheikh Ibrahima Toure kutoka Al Jablain FC ya Saudi Arabia, pamoja na mshambuliaji hatari Albert Kangwanda kutoka Red Arrows FC ya nchini Zambia na wengine kibao. Lakini usajili uliotikisa na kutetemesha bara zima la Afrika ni ujio wa mshambuliaji hatari Peter Shalulile. Ni ushawishi mkubwa na akili kubwa ya rais wa Young Africans Engineer Hersi Said aliyefanikisha kumshawishi nyota huyo wa kimataifa kujiunga na wananchi, akija kuungana tena na kocha wake wa zamani Mangoba Ngiti. Ujio wa Shalulile na mashine hizi mpya unadhihirisha wazi kuwa wakati Pacome akitibiwa na kuuguzwa kwa utulivu bila presha, Yanga imejipanga ikamilifu kuendeleza kutawala soka la ndani na kimataifa.
Maamuzi yaliyofanywa na uongozi wa Yanga ni ya kitaalamu na ya kiutu zaidi ili kulinda afya na taaluma ya mchezaji huyu mahiri. Hii ni thank you ya muda tu ya kumpa nafasi ya kuuguza jeraha lake bila presha ya uwanjani. Sisi hapa Hotbiz Media pamoja na wadau wote wa soka nchini, bila kujali rangi ya jezi, tunamtakia Pacome Zouzoua matibabu mema na kupona haraka. Soka la Bongo bado linahitaji mafundi wa aina yake. Makala hii fupi kutoka hapa Hotbiz Media imeandaliwa na Paul Lusako maarufu kama Possible, kutokana na vyanzo mbalimbali vya habari na kusomwa na mimi mwanaspoti wako LOD Icon. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Hotbiz Media, uwe na siku njema. Bye bye.